kutoka katika vitu ambavyo vimekuwa vikitushinda kwa muda mrefu. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka kuzungumzia nini? Nataka kuzungumzia kuhusu mtu mwanadamu anayeelewa kuhusu damu. Bwana Yesu apewe sifa. Damu ya Yesu Kristo. Unajua mara mingi tunaweza kuwa ya kwamba wakati tunapoenda mbele za Mungu, unaambia Mungu mtu ya kwamba anza kwenda mbele za Mungu. Mtu anaanza kukemea, kuvunja, kuharibu na kualika roho wa Mungu, kualika uwepo wa Mungu, kualika damu ya Yesu Kristo. Lakini kile ambacho kinafika mahali unapata kwamba matokeo hayatukii ni kwa sababu haujaweza kutambua ile damu ya Yesu Kristo inafanya nini na ni wakati gani inaitishwa na ni kipindi gani na ni wapi. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini sasa tumefika mahali ya kwamba tumechichanganya mpaka tumechanganyikiwa, mpaka inafika mahali tunaenda tu na ile vum, yani ile venye kuna kuja tunaenda hivyo. Lakini wakati unapoambiwa kwamba hebu eleza kuhusu Yesu Kristo, alikuja kwa sababu ya nini na kuja kwake kabisa ilikuwa ni kwa ajili ya nini, unapata kwamba mtu anaanza kupotea. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaelewana wapendwa? Siku ya leo nataka tuweze kusaidiana, na maana wakati huu, wakati Mungu atakapotusaidia tuweze kujua, wakati unapokaa kama Mkristo, umesema kwamba there's another altar kwetu. Kuna yale madhabahu ambayo imekuwa kwetu kwa muda mrefu. Kuna vitu katika kwetu vimekuwepo kabla hatujazaliwa. Unapata kwamba zile vitu ziko, lakini sasa umekuja katika generation ya 4, umekuja umezaliwa, umepata hizo vitu ziko. Na wakati umekuja hapa umeokoka, umefunzwa kuhusu wokovu, lakini haujafunzwa kuhusu kuvunja yale madhabahu. Bwana Yesu apewe sifa. So wakati umekuja umeanza kutika katika hali ya msisimuko, maana watu wengi hawatufunzi kuhusu neno la Mungu, kuhusu utakatifu, kuhusu kuvunja haya madhabahu, na ni kipengele gani unatumia na ni sehemu gani unataka kusimama ili kuelewa ya kwamba damu hii inaweza kufanya nini katika maisha yangu na ni katika kipindi gani na ni sehemu gani. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini unapata kwamba mwanadamu anasimama anasema kwamba mimi kwetu kuna witchcraft, kuna kitu ambacho kimekuwa kikwetu kikitupiga, lakini kwa sababu nimeokoka na nimejazwa Roho Mtakatifu, kwa hivyo mimi nitaenda nikemee hiyo pepo na aweze kuondoka. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha nikwambie mpendwa, utaenda, lakini ile pepo, na wacha nikwambie, haitatoka. Kwa nini? Kuna kile ambacho kimetolewa mali pale, imekuja na kile dhabihu ambayo ilitolewa kabla wewe haujazaliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka kutoa mfano ya kwamba tuseme ya kwamba mwizi amekuja kwa nyumba, na huyu mwizi amekuja anataka kuiba, na wakati amekuja kuiba akisikia kwamba kuna ile mlango inabishwa, atakuwa na ile hali ya kutoroka ama kujificha, si ni kweli? Lakini kama mtu huyu amekuja na akapata kuna mtu labda mnaishi wawili kwa hiyo nyumba, na amekuja amepata ligo ya kwamba ukikuja mimi usiwe na wasiwasi, na ukatoa zile pesa na